naenda kutokea jambo kubwa sana katika halmashauri yetu ya mji wa Korogwe na mji wetu wa Korogwe. Tunaenda kuona fainali ambazo zimeandaliwa vizuri kwa maana ya timu nzuri. Tuna timu ya wenzetu wa Masuguru, lakini pia tuna timu ya wenzetu wa Lwengela Darajani, ambayo mashindano haya mpaka kufika walipofika wamefanya kazi kubwa sana. Kwa tunaamini tunazo timu bora ambazo zitaenda kuleta burudani nzuri. Lakini tunakwenda kupokea ugeni mkubwa katika mji wetu wa Korogwe, ambapo tunakwenda kumpokea Mheshimiwa Waziri wa Michezo, Mheshimiwa Paul Christian Makonda, ambaye ndio atakuwa mgeni wetu rasmi katika mashindano hayo. Kwa sio mashindano, sio fainali ndogo, ni fainali ambayo itakuwa kubwa katika mji wetu wa Korogwe. Lakini unavyofahamu, ujio wa kuwepo kwa Mheshimiwa Waziri, bado tutakuwa na viongozi wakubwa ambao wataambatana pamoja na yeye katika mashindano hayo, akiwemo Mheshimiwa Mufti ambaye ni kipenzi chetu cha watu wa Korogwe, lakini ni icon yetu ya Korogwe na atakuwepo katika mashindano hayo. Kwa hiyo tunatazamia kuwa na viongozi wa mkoani, ikimpendeza Mungu huenda tukawa pia na Mheshimiwa RC pamoja na viongozi wengine ambao watakuja kuungana pamoja na sisi katika kukamilisha fainali hizi. Labda fainali hii na mashindano haya kwa ujumla yanakwenda kufungua fursa gani sasa kwa wakazi wa mji wa Korogwe na maeneo jirani? Tumeanza utekelezaji wa ilani. Katika ilani mojawapo ni kwenda kuhamasisha michezo, na kinara wa uhamasishaji wa michezo ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunaona hatua kubwa ambazo zimepigwa katika michezo yetu. Unaona timu yetu ya Serengeti Boys imefika fainali ya AFCON. Unaona timu yetu ya upande wa mpira wa kina mama inafika fainali ya World Cup. Kwa tunaona namna gani ambapo mipira inaendelea kuleta chachu. Sasa ukizungumzia fainali hii kwa Korogwe, moja, anakuja mtu ambaye ana influence kubwa katika michezo. Kwa ujio wake peke yake kwanza ni kwenda kuitangaza Korogwe yetu, ni kwenda kuzitangaza timu zetu, ni kwenda kutangaza vipaji ambavyo tunavyo. Lakini itakuwepo biashara ndogo ndogo ambazo wakina mama na watu wengine watafanya ndani ya siku hiyo. Lakini zaidi sana tunaangalia kesho kubwa, sio leo. Leo tunaenda kupanda mbegu kwa ajili ya kutengeneza kesho kubwa. Tutakuwepo na wenzetu wa scout kutoka Coastal Union. Tutakuwepo wenzetu wa scout kutoka African Sports. Hawa wote tumewatumia barua kuwaomba waweze kuwepo. Kwa hiyo wanavyokuwepo hawa, naamini katika mashindano haya tutakosa vijana wawili watatu ambao watapata nafasi ya kutoka kwenda mbele. Kwa tukiendelea kuyafanya na tunavyoendelea, tutaendelea kuwaleta wengine zaidi, wa scout wengine zaidi, ili watakavyokuwa wanakuja wapiki. Baada ya muda tutakuwa na watu kadhaa ambao wako nje ya Korogwe wakienda kucheza katika timu nyingine ndani ya nchi na ikiwezekana nje ya nchi baadaye. Kwa hiyo fursa kubwa ukiniambia za siku ya kesho kutwa zipo, lakini hizi ni ndogo. Tuangalie fursa kubwa zaidi zitakazotokana na mashindano haya na yale yatakayofuata baadaye. Lakini kikubwa ambacho pia ni muhimu kwa watu wakifahamu, kombe letu hili, mashindano haya yanaitwa Njama, Amani na Uzalendo Cup. Kwa nini Njama, Amani na Uzalendo Cup? Tunatambua kwamba ili kila kitu kiweze kwenda katika nchi na katika eneo lolote, hamwezi kwenda kutafuta maendeleo kama hakuna amani. Kwa ni lazima kwanza tujenge amani ya nchi yetu na eneo letu, ili kuhakikisha kwamba mazingira yanaruhusu kufanya biashara,
mazingira yanaruhusu watu kuenjoy, mazingira yanaruhusu watu kufanya kazi. Hayo yote yanapatikana kwenye nini? Kwenye amani. Kwa ni lazima tutengeneze hili, lakini ili ufanye hayo pia ni lazima sisi wa Tanzania na watu wa Korogwe tuwe na uzalendo kwa nchi yetu. Unapokuwa na uzalendo, maana yake unakuwa na wivu wa nchi yako, unakuwa na wivu wa viongozi wako, unakuwa na wivu wa rasilimali zako. Kwa hiyo hutoruhusu chochote kije ili kwenda kuondoa sasa au kwenda kuiathiri nchi yako kwa namna nyingine. Kwa hiyo ni lazima tuwe na uzalendo na vya kwetu. Sasa tukiongelea Korogwe lazima tupende pia vya kwetu vya Korogwe, kama sehemu ya kuhakikisha kwamba Korogwe yetu inapata maendeleo. Kwa hiyo huu ujumbe wa amani na uzalendo ni muhimu sana tunapokwenda kwenye mashindano haya na fainali ya mashindano haya. Tunafahamu zawadi za fainali hii zilivyo, ni zawadi nono, na hizi zawadi zinaendana pia na malengo yetu ya ujasiriamali. Kwa hiyo mshindi wa kwanza atakwenda kupata bajaji, mshindi wa pili atakwenda kupata pikipiki, na mshindi wa tatu atakwenda kupata ng'ombe. Nina wasihi vikundi hivi, timu hizi zinazokwenda kupata zawadi hizi, wasiende kuleta mifarakano katika timu zao. Badala yake wahakikishe kwamba hizi zawadi zinaenda kuzalisha, na ikiwezekana baadaye waje waone faida ya hizi zawadi wanazozipata. Wakichukua bajaji ikaenda ikafanya kazi, inawaletea hesabu. Hivyo hivyo na pikipiki, na hizi hesabu watakazozipata zitawasaidia pia kuendeleza klabu zao kwa namna moja au nyingine. Lazima tuanze, hata kama ni kwa udogo, lakini tunaanza. Labda kuna la ziada? Wito wangu, tunakwenda kupokea ugeni mkubwa Korogwe. Niwaombe wananchi wa Korogwe na maeneo ya jirani wajitokeze kwa wingi na hamasa ya kutosha, ili kwanza kuonyesha upendo wetu kwa kiongozi wetu Mheshimiwa Paul Christian Makonda, lakini pia kutakuwa na entertainment za kutosha pale uwanjani. Tutakuwa na wanamuziki, tutakuwa na ngoma za asili, tutakuwa na mziki kama mziki wenyewe ambao ni mziki mzito. Tunatazamia watu wapate burudani. Kwa sio fainali ya kwenda kucheza tu mpira, ni starehe. Kwa kesho ni Jumapili tarehe 28 ni siku ya starehe, kula bata ukiwa katika uwanja wa chuo cha ualimu Korogwe. Kwa ni waombe wengi iwezekanavyo, na ndugu zangu wa Rwengera Darajani najua wamefanya maandalizi ya kutosha, lakini pia Masuguru wamefanya maandalizi ya kutosha. Njooni na watu wenu kule, tutengeneze hamasa ambayo inaenda kuonyesha Korogwe ni ya namna gani, Tanzania wajue Korogwe ni ya namna gani, na ukarimu wetu unafahamika. Kwa hiyo nawaomba watu waje kwa wingi, tufurahi, tuenjoy pamoja. Tumemaliza bunge, kwa sababu tumemaliza bunge leo, basi sasa turudi tufanye kazi. Tunaanza kazi na bata, ndio tunaanza kazi na bata.